Na wasalimu hamujambo na karibuni tena wapenzi watazamaji, ni wapashe yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa Tanzania. Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ni rais mstaafu Tanzania hatimaye amevunja ukimya wake wa muda mrefu tangu uchaguzi na maandamano yafanyike. Licha ya hali ya kisiasa moto sana ya Tanzania, Kikwete hajasikika kuchangia wala kutoa tamko lolote kwa muda mrefu mpaka usiku wa leo ambapo ripoti mpya zimechipuka kumhusu na hotuba aliyoitoa leo Tanzania. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Rais wa zamani wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete ambaye sasa anahudumu kama chancellor wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam amesifu kuongezeka kwa wahitimu wa kike wakati wa sherehe za mahafali ya 55 ya chuo hicho, hata kama ukimya wake kuhusu maandamano ya nchi nzima na mazingira ya mchafuko ambayo yaliweza kuzuka ya kisiasa chini ya Tanzania ukiendelea kuzua maswali miongoni mwa waangalizi pamoja na mauaji yaliyotokea na majeruhi yaliyotokea. Jakaya Kikwete alibaki kimya mpaka usiku wa leo ambapo amezungumza, lakini hajaweza kugusia swala lolote la maandamano au swala lolote la kisiasa. Alibainisha kuwa ukuaji wa ushiriki wa wanawake katika elimu ya juu katika chuo hicho unaonyesha maendeleo makubwa kuelekea usawa wa kijinsia, lakini hakusema lolote kuhusu hali ya hewa ya siasa inayochochea mazungumzo ya kitaifa. Katika mahafali hayo ya chuo hicho yaliyofanyika Novemba tarehe 20 leo, Jakaya Kikwete alisherehekea kuwa wanafunzi takriban 2400 na zaidi walitunukiwa shahada, na hata hivyo wanawake wakiwa ni 56%. Matamshi yake yalionyesha nguvu ya mipango inayoendelea ya uwezeshaji wa kijinsia katika chuo hicho, lakini kuendelea kwake kukaa kimya juu ya maandamano makubwa ambayo yaliitikisa Tanzania kulijitokeza wazi dhidi ya msingi ya mahitaji ya umma ya uwajibikaji. Hata hivyo, wachambuzi waliona kwamba tofauti kati ya sifa zake kwa maendeleo ya kijamii na ukosefu wake wa maoni juu ya machafuko ya kisiasa ilikuwa vigumu kupuuzwa. Kikwete aligusia mwenendo wa kihistoria ambapo wasichana Tanzania walifanya vyema katika mitihani ya shule za msingi na sekondari, akibainisha kuwa kupanda kwa wahitimu wa kike katika elimu ya juu Tanzania kunaonyesha kuwa vijana wengi wa kike sasa wanakaa shuleni kwa muda mrefu zaidi kuliko wanaume. Hata hivyo, hata aliposisitiza mabadiliko haya ya kielimu, hakutaja lolote kuhusiana na hali ya kisiasa ambayo imesumbua nchi katika miezi ama wiki za hivi karibuni. Wakosoaji wamesema kuwa ukimya wake unaweza kuonekana kuwa wa makusudi wakati huu ambapo Watanzania wengi wanatafuta sauti za uongozi zilizo tayari kushughulikia ukosefu wa utulivu unaoonekana. Kipindi cha pili cha mfululizo huo wa mahafali kilichofanyika Novemba tarehe 18 mwaka 2025 katika chuo hicho kilishuhudia wanafunzi takriban 2700 zaidi wakihitimu, huku wanawake wakiwazidi wanaume tena. Kikwete alitambua udhabiti huu kama udhibitisho kwamba uingiliaji kati wa sera kusaidia elimu ya wasichana unazaa matunda. Hata hivyo, licha kukiri mafanikio hayo ya kijamii, aliepuka kushughulikia kuhusu maandamano na mivutano ya kisiasa nchini ambayo imegawanya maoni ya umma kote Tanzania. Ukimya wake Kikwete uliunda tofauti isiyo ya kawaida kati ya sherehe hiyo na mgogoro wa kisiasa unaoendelea. Rais huyo wa zamani alisisitiza kuwa mafanikio hayo ya kielimu katika chuo hicho anachokisimamia ni matokeo ya uwekezaji wa miaka mingi wa serikali na jamii ya Tanzania. Wakati akipongeza juhudi hizi, hakutoa mtazamo wowote juu ya kutokuwa na uhakika wa kisiasa unaozunguka maandamano ya hivi karibuni ya Tanzania. Watu wa maoni walibainisha kuwa ukimya wake kuhusu anga ya kisiasa ya Tanzania unahatarisha kudhoofisha ujumbe mpana wa maendeleo ya kitaifa aliyotaka kuwasiliana nao. Alisisitiza kuwa wanawake wengi walioelimika nchini Tanzania watachangia katika kuimarisha taasisi za umma Tanzania na sekta binafsi yenye ushindani zaidi. Hata hivyo, aliepuka tena kuzungumzia mazingira ya machafuko ya maandamano ya kisiasa ambayo yamezua hofu, mijadala na wasiwasi miongoni mwa wananchi. Watazamaji walitilia shaka ikiwa ukimya wake ulionyesha tahadhari, hesabu za kisiasa au nia ya kuepuka mabishano katika hafla ya kitaaluma. Kikwete aliwataka wahitimu hasa wanawake kutumia maarifa yao kwa nidhamu katika hotuba hiyo,
ubunifu na kujituma katika kuleta maendeleo ya taifa. Pia aliwahimiza kufanya hivyo katika hotuba hiyo, lakini hata alipowahimiza kuunda mustakabali wa taifa, aliepuka kugusia masuala ya kisiasa yanayoendelea ambayo yanaendelea kuchagiza ukweli wa haraka wa Tanzania. Wengi katika mitandao ya kijamii katika hotuba yake walitoa maoni wakiona tofauti hiyo kuwa ngumu kusuluhisha. Mwito wa uwajibikaji wa kitaifa uliotolewa bila kutambua mivutano ya kisiasa inayoshinikiza zaidi nchini Tanzania. Sherehe hiyo ilionyesha matumaini ya mustakabali mwema, huku wahitimu wanawake wakisherehekea mafanikio yao ya kitaaluma. Hata hivyo, hali ya mtafaruku ya kisiasa ambayo inaendelea Tanzania haikuzuia hafla hiyo kuendelea. Hata hivyo, hali ya mtafaruku ya kisiasa iliyofunika taifa ilitanda nje ya milango ya chuo kikuu, huku tume huru ya uchunguzi ikiweza kuundwa na Samia Suluhu siku ya leo Dodoma Chamwino. Hata hivyo, ukimya wa Kikwete juu yake ulikuwa ni sehemu ya mtindo uliokuwa ambao wachambuzi wameanza kuufuatilia kwa karibu, wakiweza kushangani kwa nini hata hajatoa maoni kuhusiana na tume iliyoundwa na Samia Suluhu. Walisema kuwa sherehe za kusherehekea maendeleo hazipaswi kupuuza ukweli mpana wa kitaifa. Wataalamu wa elimu baadaye walibaini kuwa kuongezeka kwa wanawake katika elimu ya juu Tanzania kunaweza kurekebisha muundo wa uongozi wa Tanzania. Hata hivyo, pia wameeleza kuwa machafuko ya kisiasa na hali ya sintofahamu huenda ikaleta changamoto katika mazingira ambayo wanawake hao wanataka kuongoza. Kwa mara nyingine tena, kukataa kwa Kikwete kushughulikia ama kuongea kuhusiana na maandamano na mambo ya kisiasa yanayojiri Tanzania kulizua mvutano mtandaoni usiokuisha katika ujumbe wa maendeleo aliyouendeleza. Hata hivyo, chuo kikuu hicho cha Dar es Salaam kinachosimamiwa na Jakaya Kikwete kilithibitisha tena hadhi yake kama nguzo ya maendeleo ya kiakili. Lakini hali ya kitaifa inabaki kubainishwa na msuguano wa kisiasa ambao unajiri na kutrend sana Tanzania. Hotuba hii ya Kikwete, pamoja na kuinua elimu ya wanawake, iliongeza mwelekeo unaokuwa wa watu wenye ushawishi mkubwa kuepuka mijadala ya wazi kuhusu kuyumba kwa siasa za Tanzania. Watu wengi waliokuwa wakifuatilia hotuba hiyo yake mtandaoni waliweza kukatishwa tamaa. Walitarajia kwamba Jakaya Kikwete angezungumza kugusia masuala ya kisiasa, lakini hakuweza kufanya hivyo. Hata hivyo, kote nchini mijadala kuhusu maendeleo ya jinsia sasa inachanganyika na mijadala ya haraka kuhusu haki za kisiasa na maandamano ya umma. Wachambuzi wa mambo wanasema ukimya wa Kikwete katika kipindi hiki kigumu cha kisiasa kama hiki cha kitaifa na maandamano unazidisha hali ya utoro wa uongozi. Kushindwa kwake kukiri mazingira ya machafuko, hata kwa ufupi, kulibainishwa na wafuasi na wakosoaji mtandaoni ambao walitoa maoni wakiweza kumtaka azungumze. Familia na wahitimu walipokuwa wakitawanyika baada ya hotuba yake, wengi walitafakari tofauti kati ya tumaini lililopatikana katika kuongezeka kwa mafanikio ya elimu ya wanawake na kutokuwa na uhakika kuhusu kuzunguka hali ya kisiasa ya taifa. Uchaguzi wa Kikwete kutotoa maoni yake kuhusu maandamano na hali ya kisiasa ulisimama kama ukumbusho wa mgawanyiko kati ya taasisi za kitaifa na hisia za umma. Mwishowe, wakati sherehe za mahafali zilisherehekea ubora wa kitaaluma na nafasi ya mwanamke kubadilika katika jamii ya Kitanzania katika chuo hicho, ukimya wa mmoja wa viongozi mashuhuri na wa zamani wa Tanzania au wa taifa kuhusu hali ya kisiasa ya Tanzania na maandamano ambayo yalijiri ilileta kivuli kikubwa na kuacha maswali mengi kwa Watanzania.